Naam, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo hiki cha habari. Ujambo pote pale ulipo ndugu mpenzi msikilizaji. Hiki ni kituo cha habari Reality Mambo TV. Matumaini kwamba uwe ni vema kabisa katika afya yako. Lakini ujue kwamba leo ni tariki 5 mwezi wa pili mwaka 2026. Ni katika wakati wangu kuja kukupasha habari na katika hali ambayo inaendelea na hali nyingine ambayo iliweza kujiri ya kwamba nipate kukupasha sasa. Leo hii niweze tu kukupasha wewe, lakini ujue ni Alhamisi kabisa, kabla hatujafikia siku ya kesho, siku ya Ijumaa. Popote pale ulipo ndugu mpenzi msikilizaji, umekaribishwa. Hajalishi unapatikana maeneo tofauti katika ulimwengu mzima, lakini kituo hiki cha habari kimepatikana mashariki mwa Kongo, ikiwa barani Afrika. Ungana nami mwanzo hadi mwisho, hata kwa kuweza pia kubonyeza alama subscribe hapo chini na kubonyeza alama kengele ili unapata habari zetu katika muda mwafaka. Na nitakwenda kukupasha habari katika hali ya usalama inayoendelea mashariki mwa Kongo, ikiwa hususani katika Kivu ya Kusini. Hivyo ikiwa huko Uvira ambako MONUSCO imeweza kuonekana kabisa katika mji huo wa Uvira. Na hata huko Kikonde ni katika tarafa la Fizi, mashariki mwa Kongo, Kivu ya Kusini. Na kwenye milima mirefu ya huko Fizi Mwenga, maeneo ya Pwenzero katika kijiji hicho ambacho mapambano yanaendelea kujiri hapo jana. Na hivyo kabisa kuweza kuona mara ngapi majeshi ya Kongo imeweza kuyasukuma nyuma, ikiwemo hayo majeshi ya waasi wa FCM23 wanaoungwa mkono na Twirwaneho hata Red Tabara. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo hiki cha habari, na mara moja nianzie katika mji wa Uvira, ikiwa mashariki mwa Kongo, Kivu ya Kusini. Waaskari jeshi wa MONUSCO wameweza kuonekana mjini humo, na hivyo kabisa kuweza kuona kwamba hali ya usalama inakwenda kuwa kabisa shwari katika mji huo wa Uvira. Lakini kutokana na chanzo cha habari kimeweza kuthibitisha na kuonyesha ya kwamba MONUSCO inaanza kudai mazungumzo kati ya nchi ya Kongo na waasi wa FCM23. Jambo hilo limeweza kuonyesha jambo ambalo alikupendeza wengine na kugusia kwamba kwa nini wakati waasi wa FCM23 wanapoweza kusonga mbele, lakini hakuna namna tena ya kuzungumza, lakini tu wakati majeshi ya Kongo ikiwemo FARDC na wazalendo kuweza kusonga mbele kuchukua nafasi ambako waasi wa FCM23 wameweza kushika, na hivyo kuanza kudai kuwa waende kwenye meza ya mazungumzo. Jambo hilo alikuweza kufurahisha na kuweza kuligusia zaidi kwa kina. Mimi ni Mrundi niko nazungumuza. Iyo MONUSCO wakongomani waliwahi kuuawa ya plus de 20 ans. MONUSCO ilikuwa pale. Mnaelewa? MONUSCO fasi zote zenye M23 imeshikaga, ewe njoo alikuwa pale. MONUSCO jana mwaka uliopita Goma ikakamatiwa. MONUSCO ilikuwa pale. Imefanya pale Goma pale kufa Kongomani wengi sana. MONUSCO ilikuwa pale. Après FARDC ishatoka pale, raia wa Kongomani waliuawa paka leo. MONUSCO iko pale. MONUSCO haina neno. Sasa hiyo MONUSCO itakuwa vipi hapa Uvira? Fasi kwenye deja gouvernement iko pale. Itafika pale kufanya nini? Au watu sasa sio watu na hiyo njoo wako na kawiza vita hapa Mkongo. Yaani wanatoa masekre zote za FARDC na kupatia adui. Njoo maana Wakongomani ifo kufungua macho sana na kuwa makini. Watu
Hao watu wako na kichwa mbili, wanalia fasi mbili, kote moja adui, kote ingine guvernema. Hiyo sasa haiwezekani. Raia njoo wako pale na kupigania liberte yao. Hao watu wasikuwe pale, basi kuwa pa Uvira. Tena FARDC na wazalendo muendelee kupiga adui, kwa juu hao watu hawana nguvu. Nguvu zao ni makorupsio, nguvu zao ni hao wa Union Europeenne, wako wanachomeka tu kwa juu maendeleo zao za wizi ya minere ya bule wanapata kwa bule. Njoma sasa wa continue gele hapa Kongo. Njoma sasa hawa jamaa msikubali kukua Uvira. Uvira hivi pako sekirize, wazendo ko pale, institution di gouvernement zishakuwa pale. Sasa MONUSCO itakuwa kufanya nini? MONUSCO kwanza ilete amani ile fasi kwenye M23 ikinatawala paka leo. Wajene wako nashikiwa kwa nguvu na kuingizwa mu M23. MONUSCO siko pale. Juzi pale kwa manifestation pacifique pale Goma. Wangapi waliuawa na M23? Mbona MONUSCO haikutokaga pale na iseme muache mufikishe hapo, muache watu wakwe uhuru wa manifestane zao. Mwabi abikuku. Hapa sawa vile ndio atakue. Sasa inje na bakia nimero ya mwisho ya Rwanda leo M23 kupiganisha. Sasa msikubali. Tuliwahi kuwa na abyo hapa Burundi mu 2015. Walikuwa walisema walete kama njo maprobu. Watu wa MONUSCO wako hapa Burundi. Sisi tulikataraga. Tulikataraga hivi situko amani. Watu fasi kwenye wako hakuna amani itaweza kukuya. Njoo maana na Kongomani ingepashwa Kongo yote ifanye manifestation kwa kuusa watu wabde kwao. Hajua hako wanafaa kitu hapa Mkongo. Na hivyo kabisa ni kupashe ikiwa huko kwenye minyanza za juu ni kuonyesha kwamba mapambano ambayo yanaendelea kujiri na kuripotiwa kati ya waasi wa FCM23 ambao wanaungwa mkono na Twirwaneho at Red Tabara kupambana dhidi ya majeshi ya Kongo ikiwemo jeshi la FARDC na wazalendo. Mapambano hayo yameweza kuripotiwa, lakini kuweza kuonyesha mwishowe kushindwa kwa waasi wa FCM23 Red Tabara Twirwaneho kuweza kabisa kusonga mbele. Imeripotiwa katika maeneo ya Pwenzero, lakini hivyo waasi wa FCM23 Red Tabara Twirwaneho kuweza kurudi nyuma kabisa, na ushindi huo kuweza kuibuka ngambo ya majeshi ya Kongo. Kijiji hicho cha Pwenzero ambacho kinaweza kusifika kuwa ni njia panda, ambako ni maeneo ambako waasi wanaweza kushika na kupata mwanya kabisa kuingia katika vijiji tofauti katika tarafa la Fizi. Lakini mara moja na tumalizie huko maeneo ya Kikonde ambako kumeweza kabisa kukaribishwa watu wote bila hata ubaguzi, ikiwa tarafani Fizi ambako kunakuwa mafunzo ya kijeshi na kila mmoja kuweza kukaribishwa kule kufanya kabisa mafunzo hayo ya kwamba kwa maslahi tu moja wapate kuwa wanajeshi katika majeshi ya Kongo. Leo ni tarehe 5 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Taarifa yangu ya siku ya leo au ya asubuhi ya leo, ndugu yangu, nataka kuhamasisha tu vijana wote wa tarafa la Fizi, vijana wote wa Bembe, wa Nyindu, wa Fulero, wa Rega, wote wa Mushi wanaopatikana ndani ya tarafa la Fizi na popote pale nje ya tarafa la Fizi, mnaalikwa nyote Kikonde kwenda kufanya mafundisho. Hii ni fursa kubwa, ni mara ya kwanza kabisa hii kutokea katika tarafa la Fizi. Kwa hiyo mnaalikwa nyote kama gisi ilivyozungumziwa na ilivyosainiwa na uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukubali kibarua kilichoandikwa naye Honorable Asende Mone ambaye anapatikana huko Canada. Tulisoma kibarua hicho, huenda labda hii itakuwa ni fursa kubwa ya kusema kuwa maombi imekubalika rasmi na mafundisho ya kijeshi na kuwa pale Kikonde. Yaani ni kijeshi ya kisasa. Yaani mkitoka hapo kabisa mnakuwa wenye mafundisho mazuri na wenye maadili mazuri. Ndugu mpenzi msikilizaji, hii ilikuwa ni fursa kabisa ya dakika chache kuweza kukupasha hali ya maeneo tofauti katika mashariki mwake DRC kwa yale ambayo yaliweza tukupashwa hapo. Na kuomba upate kuungana nami tena katika kipindi kingine kijacho ikiwa mapenzi ya Bwana. Lakini kuungana nami ikiwa uangalia mpya kwenye channel hii, kubonyeza hapo chini subscribe na kubonyeza alama kengele
ili unapata habari zetu katika muda mwafaka, na hivyo kuwagawia watu wengine ili ya kwamba nao wafaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Katika hatua zote ni jukumu langu kupasha habari na wao kuweza kunifuatilia kupashe habari zinazozidi kuendelea. Ungana nami tena katika kipindi kingine. Kaa chonjo, nitakujia tena ikiwa mapenzi ya Bwana. Asante.